Kanisa hili linapatikana mjini Bukavu au jimbo la Bukavu, lakini pia kwenye nchi ya Kongo. Kipindi hiki mbele tuendelee, lazima tafanya kwanza maombi pamoja na ninyi ambao mnapatikana nyumbani, mnapatikana sebuleni au fasi yoyote katika ofisi, mahali kokote ambako unanifuata. Acha tuombe Mungu pamoja na wewe. Baba Mungu uliyeumba mbingu na nchi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, muda huu ambao tumekuwa mbele zako tena, tumekuwa mbele zako ili kuleta neno lako, mtajua kweli na kweli itaweka huru. Neno hili tunaliombea katika jina la Yesu. Hawa wote ambao wanatusikiliza wakiwa nyumbani, wakiwa katika ofisi, hawa ambao watatusikiliza baada ya leo, hata baada ya miaka mingi, acha kwamba neno hili watakapolisikia iendelee kuwa na uvuvio na upako kama sawa vile linazungumzwa leo. Neno lako liongee na mioyo ya wana wako, likiwaonya na kuwashauri, likiwaelekeza na kuwapeleka kwenye kujua kweli yote. Bwana wa majeshi, ututumikishe kama mshale katika mkono wa shujaa. Sisi tunanena, lakini wewe uweke maji, maneno haya yapate nafasi katika mioyo ya Wakristo wetu, katika mioyo ya wasikilizaji na watazamaji. Bariki hawa wote tumekuwa pamoja nao, bariki hao wenye kuwa kwenye mtambo, uwajalie neema ya ufundi kutoka kwako. Neno lako libarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Nilikuwa niko nawaambia kwamba ni kipindi mtajua kweli na kweli itaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itaweka huru kinaletwa na wenu mchungaji Mwira Mugula Robert, akiwa mchungaji wa kanisa la Senge Mselpa na Yoti. Senge Mselpa na Yoti inapatikana katika jimbo la Sud Kivu, mji wa Bukavu, katika nchi ya Kongo. Ukitaka kuwasiliana nasi, unaweza kuandika message yako kwa kutaka kuuliza au maelekezo fulani kwenye konti yetu ya Senge Mselpa na Yoti Bukavu, au labda kama unataka kutufuata kwenye YouTube, unaandika tu Pastor Robert Mwira Mugula, unaweza kutupata kwenye YouTube, na kwenye Facebook unaandika Senge Mselpa na Yoti Bukavu, utakuwa unapata mafundisho zetu za kila mara. Isitosho, ukitaka kuwasiliana kwenye namba yetu ni +243 9 94 21 84 97, +243 9 94 21 84 97. Kipindi hiki tuko tunajifunza pamoja na wewe somo kubwa ambalo tuko nalo, ambalo liko linasema juu ya siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Tulishafika kwa kipindi cha kujifunza juu ya dalili ambazo zinatuonyesha siku za mwisho. Na zile dalili za siku za mwisho tulishamaliza sasa ile sehemu yake ya kwanza, nayo ni sehemu ambayo inazungumuza juu ya dalili zinazoelekea maisha ya kiroho au dalili za kiroho. Sasa leo tutaanza zile zinaitwa dalili za kanisa. Leo tutaanza kujifunza juu ya dalili za kanisa au dalili katika kanisa. Tutasoma neno la Mungu katika Injili ya Yesu Kristo kama vile Mathayo ameandika sura 24. Tunaweza kuangalia mstari wa 12 tunafika mstari wa 13. Mathayo sura zake 24 mstari wake wa 12 mpaka mstari wa 13. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ni neno la Mungu, lipokee. Amina. Nimesema leo tutaanza kujifundisha juu ya dalili katika kanisa. Somo linazungumza juu ya
siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Tayari nimefundisha juu ya dalili za kiroho, na leo nitaanza sehemu juu ya dalili katika kanisa. Nikisema dalili katika kanisa, ni zile ambazo hazitatimia nje ya kanisa, lakini ziko ndani ya kanisa. Inamaanisha nini? Inamaanisha kuna mambo ambayo itakuwa inatokea, itakuwa inafanyika ndani ya makanisa. Hayo haitapita inapersi. Itakuwa inatudhihirishia kwamba Bwana wetu anakuja. Yapo mambo, yapo matukio yatatimia ni ndani ya makanisa, haitakuwa nje. Kuna yale ambayo yatafanyika makanisani. Wale ambao hawana mafundisho haya watawaza ni mambo ya kawaida, lakini wale ambao wamekuwa na elimu, wamekuwa na maarifa juu ya siku za mwisho na dalili za kurudi kwa Kristo, wataelewa mara moja ili linatendeka kanisani, lakini linamaanisha kwamba Bwana wetu anakuja. Linamaanisha kwamba tunakuwa katika siku za mwisho. Katika habari hizi ni Yesu Kristo mwenyewe ndiye anajibia wanafunzi. Wanafunzi wanamwambia, Bwana, utujulishe itakuwaje kurudi kwako na zile siku za mwisho. Zitakuwa alama gani zitatudhihirishia kwamba hizi ni siku za mwisho na kwamba unakuja? Alafu Yesu mwenyewe akawaambia dalili hii ambayo itakuwa inatudhihirishia kwamba anakuja. Haitatimia nje, itatimia ndani ya kanisa. Naye anasema, kwa sababu ya maovu kuongezeka, upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya maovu kuongezeka, upendo wa wengi utapoa. Mbele nieleze ile aya yake ya 12. Acha nilete changamoto kidogo kwa aya 13. Naye anasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Hii neno linasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Hii sio wokovu ituondoayo katika dhambi, lakini hii ni wokovu ituondoayo katika dunia na kutupeleka mbinguni. Wokovu yenye wanasema hapa haiko kuokoka kutoka dhambini, ni kuokoka ya wale waliotoka dhambini wangali wanatazamia ile tunaita wokovu kamili. Wale wote ambao wameokoka, wale wote ambao wametoka dhambini, wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanatazamia wokovu kamili. Mimi Mwira ambaye niko nawafundisha hapa, tayari nimeokoka, nimetoka dhambini, nimempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, lakini sasa ninasubiri, ninangoja wokovu kamili, nayo ni kunyakuliwa kwenda mbinguni. Au nikifa ninakufa katika mavazi meupe, ninamuona Baba. Hii ndiyo wokovu wanazungumza hapa, atakayevumilia hata mwisho. Mkristo ambaye ameokoka akivumilia hizi dalili ambazo nitazungumzia hapa, akizivumilia hata mwisho, huyu ndiye atakayeokoka. Wokovu hii ni ya kuingia mbinguni. Wokovu hii ndiyo inaitwa wokovu kamili. Wokovu kamili ni kuketi mbinguni pamoja na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ninapenda nirudi katika somo letu la leo, dalili katika kanisa. Dalili katika kanisa ninazigawanya kwa sehemu 4 kubwa. Dalili katika kanisa ninazigawanya kwa sehemu 4 kubwa. Sehemu yake ya kwanza ni kuongezeka kwa mateso na kwa ubaya kanisani. Sehemu yake ya pili ni upendo wa wengi kupoa. Sehemu yake ya tatu ni injili kuhubiriwa mahali pote. Na sehemu yake ya 4 ni kukengeuka kwa kanisa. Ninarudi, sehemu ya kwanza katika dalili katika kanisa itazungumzia juu ya kuongezeka kwa mateso ya waamini. Na sehemu yake ya pili ni upendo wa wengi kupoa. Na sehemu yake ya tatu ni injili kuhubiriwa mahali pote. Na sehemu yake ya 4 ni kukengeuka kwa kanisa. Sasa inatakiwa
nifundishe au nifafanue dalili moja kwa moja. Nianze na kufafanua juu ya kuongezeka kwa mateso ya waamini. Hii tukiisoma katika Injili ya Yesu kama vile Mathayo ameandika sura zake 24 na mstari wake wa 9. Mathayo sura 24 na mstari wake wa 9. Na usoma katika jina la Yesu. Wakati huo watawasaliti ninyi mupate ziki, nao watawaua, nanyi mutakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ni neno la Mungu. Amina. Hii dalili haitatimia kwa watenda dhambi. Hii dalili haitatimia kwa walevi, kwa waongo, kwa wazinifu, kwa washerati, kwa wachawi, kwa wapagani. Dalili hii itatimia kanisani, itatimia kwa Wakristo. Nayo ni gani? Kristo akawaambia wakati huo. Wakati gani ule? Ule wa siku za mwisho. Watu wengi watawasaliti ninyi mupate dhiki, andotre terme mpate mateso. Watawaua, nanyi mutakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Sikia nikuambie, Wakristo hatukumwamini Yesu Kristo juu ya raha. Hatuna raha duniani. Wale ambao wameingia kanisani ili wapate raha, ili wapate amani, hamtaipata kanisani. Wale ambao waliamini Yesu ili wawapigie mikono, ili wawashangilie, hamtapata wa kuwapigia mikono na kuwashangilia. Sasa tutaendelea katika kusoma Biblia. Mtaona kwamba hakuna kokote kwenye Yesu ametuambia muje kwangu mupate amani ya mwili. Tunakuja kwa Yesu tupate amani ya rohoni. Tukitazamia amani ya mwili, wapendwa wasikilizaji na watazamaji, hatutaipata. Tumeamini Yesu. Nyuma ya kuamini Yesu tunaingia kanisani. Mwanze kutazamia mateso, dhiki. Dunia itatuchukia, wachawi watatuchukia, walozi watatuchukia, makahaba watatuchukia, wanadamu watatuchukia, ndugu zetu watatuchukia. Kama hamupendi kunielewa, muulize ndugu zetu wenye wanaokoka kwa nchi za Uislamu, kwa nchi ambazo hawamjui Yesu, kwa nchi ambazo hawajui Kristo. Muangalie namna gani wanauawa, muangalie namna gani wanauziwa, muangalie namna gani wanateseka, muangalie namna gani wanasumbuka. Sasa tunasoma Biblia, tutaenda kutana kwamba Wakristo watasalitiwa na kuuawa kwa ajili ya Kristo. Hiyo inatungoya pale mbele. Haiko nchi za Uislamu tu, hata na nchi zetu hapa makaribuni. Mtazamie ile, mchunge ile, kungali ile muda yetu tutapata dhiki. Sisi tumepata bahati ya kuokoka na kuamini katika nchi ambayo inakubali Ukristo, katika mainchi ambazo inakubali Ukristo. Medalili hii na sisi ingali tatugeukia. Dalili hii na sisi kwetu ingali tatimia tu. Wangali watatuwinda kama vile paka na panya. Wangali watatutafuta yulu na chini, sisi ambao tunamtaja Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Lakini nawaambieni, Biblia inatuambia nimeshinda na ninyi mtashinda. Haleluya. Nina matumaini ningali nitasoma pale leo. Lakini mchunge kwamba Wakristo watachukiwa na kila mtu. Watachukiwa na kila mtu. Sisi ambao tunatumika katika masosiete mbalimbali, ninyi ambao mnatumika maonishe, ninyi ambao mnatumika mbiro mbalimbali, usiende mbali. Utakapoona unachukiwa bila sababu, ni dalili yenye na kufuata wewe Mkristo. Hautapata amani mwa hii dunia. Tutapasoma, Kristo alisema, kama nilipata amani mu dunia, na nyinyi mtaipata. Na kama sikuipata, na nyinyi hamtaipata. Bwana wetu hakupata amani mwa hii dunia. Na vile hakupata amani mwa hii dunia, musitazamie kama na sitaipata. Ninaleta maelezo kidogo hapa. Kuko dhiki zingine sisi wa Kristo tutazielewa. Kuko magumu mengine sisi wa Kristo tutaelewa. Kuko mateso mengine sisi tutaelewa. C'est normal tuteseke. C'est normal tusumbuke. Sikia nikuambie, wajumbe wa giza watafanya mbinu zote kutesa sisi wa Kristo, ili waone kama tutaikana imani. Kuko njama zingine zenye wajumbe wa giza wanatutengenezea za sirisiri, mbele walete ile mlipuko mkubwa ya kutukata vichwa,
ya kutupiga, ya kutubeba jelani, ya kutusumbua, lakini ni watangazie wa Kristo. Wajumbe wa giza wanatutesa leo kisirisiri. Wajumbe wa giza leo wanatusumbua. Wanafanya mbinu zote vitu vyetu visiendeke. Kwenye wengine wanafanikiwa, wanafanya nguvu usifanikiwe. Kwenye wengine wanapata, wanafanya nguvu usipate. Kwenye wengine wanatajirikia, wanafanya nguvu wewe uhombe pale. Kwenye wengine wanaingia kufumba na kufumbua, wanapata mali. Sawa, wewe unaingia blockage, si blockage. Blockage, please. Hii yote ni njama za shetani. Magaleri zenye wengine bako banaingia mo bitu yao. Saba na itandika wao wanauzisha. Shetani anafanya wewe utandike midi, ufike 14 na uyapata wa jambo. Hii yote ni mbinu za wajumbe wa giza. Ukane imani, uchukie Bukristo, ujute kuona uko Mkristo, ili siku moja ubaulize njia zao za mafanikio, kusudi wa kuderute na imani, kusudi wa kuondoe msimamo wa Ukristo. Mungu akuwezeshe, Mungu akutie nguvu. Ninataka nikuambie, utakapoona kila kitu yenye uko nafanya haifanikiwe, usilaumu, usinungunike, rudia nyuma kidogo, elewa hii ni njama za wajumbe wa giza ambao hawapendi tufanikiwe katika lolote. Wanafanya mbinu zote wavuruge hata afya ya watoto wetu, wavuruge afya yako, wavuruge ufugo wako, wavuruge mlimo wako, wavuruge uchuruzi wako, wavuruge proje zako. Munaikala na wapagani wanakuambia, bwana mimi nilimonte hii proje lakini nimepata amo mali. Sawa, yeye unaimonte, wajumbe wa giza wanaingia kuzimu, wanafanya nguvu zao zote, wanaibloke, wanakutupilia miti mmapine, usudi usirule, usudi tu neno moja ukane imani, neno moja uregrete, useme kuomba Mungu mimi naona hamuna faida, kutumikia Mungu mimi naona hamuna faida, kuingia kanisani mbona hamuna faida. Watafanya nguvu zote. Siku ile yenye ulijazwa sana mkanisa, unaingia sokoni unaomba, na kuna wakati mwingine unamaliza toa cha 10 bana kuiba. Kuna wakati mwingine unatoa ng'ombe zilibakia zinakufa, unatoa kuku zilibakia tonga anaingia anaziua. Hii yote dunia inataka itutese, dunia inataka itusumbue, ili tupate kuikana imani yetu, ili tupate kusema kwamba nilichagua vibaya nilipokuwa Mkristo. Hii ni dalili ya kurudi kwa Kristo. Kuteswa kwa ajili ya Kristo ni sehemu ya mwendo wetu wa imani kulingana na neno la Mungu. Lakini mbele niseme pale, niwaambie, mateso yetu haiko kuteseka tu juu ya dhambi zenye zinatendeka, lakini hata macho ya watakatifu ikiona mambo yenye inatendeka mdunia ni mateso kwetu. Mwenye haki akiona jinsi wazinifu wako wanazini, mwenye haki akiona jinsi wauaji wako wanaua hata watoto wachanga, ile ni mateso kwake, inasumbua moyo. Hatuteseke tu sisi kwa kupigwa fimbo, hatuteseke tu sisi juu ya majaribu, lakini sisi sasa tunasimama, unahubiri Injili, unaona watu hawapendi kumgeukea Mungu, ni mateso. Unaona jinsi unahubiri, labda wewe ni mchungaji, wewe ni mhubiri wa Injili, wewe ni mjumbe, unasimama unatoa ujumbe, mioyo ya watu kanisani haibadiliki. Ni mateso kwa wateule. Wateule wao wanateseka. Wateule wanateseka wakati wanaona wahubiri wanahubiri, watu hawajazwi. Wanahubiri watu hawabadiliki. Nyimbo zinaimbwa kanisani, zinaimbwa. We mwenye haki unasikia sawa, kwa aya moja tu unabadilika, kwa aya moja tu unajazwa. Sasa unapiga macho kanisani, unaona watu wako sawa vile haikuwa ndio walifundishwa. Ile ni mateso kwa watakatifu. Hautaniambia kama wewe sa mwenye haki unaweza ingia kanisani, wanaimba nyimbo za upako, unaona watu hawajazwa, wanahubiri mahubiri yenye kuonya, yenye kushauri, yenye kuelekeza, maisha ya watu inabakia ile. Kwa mwenye haki ni mateso, kwa mwenye haki binauma, kwa mwenye haki binasumbua. Acha niendelee katika dalili hii, niwaambie kuteswa kwa ajili ya Kristo ni sehemu ya mwendo wetu wa imani kulingana na Yohana, Injili ya Yesu kama vile Yohana ameandika. Nikisoma sura 15 na aya yake ya 12, Injili ya Yesu Kristo, Yohana akawa mwandishi. Tuone sura yake ya 15, tusome aya yake ya 12. Injili ya Yesu kama Yohana ameandika, sura zake 15 na aya yake ya 12.
Na isoma katika jina la Yesu. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniuzi mimi, watawauzi ninyi pia. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na neno lenu. Ni neno la Mungu. Amina. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniuzi mimi, watawauzi na ninyi pia. Tujiatandre kwa ile dalili sisi kanisa. Wateule wenye mko mnanifuata, Wakristo wenye mnafuata neno hili. Sasa unaona vikwazo kila leo kanisa, maumivu kila leo kanisa. Usiende mbali, ni dalili za kurudi kwa Yesu. Wakati ulitoka zambini, wewe uliwaza kwamba utaingia kanisani upate amani. Uliwaza utaingia kanisani upate raha. Cha kushangaza, sasa ulifika kanisani, vikwazo kila leo, maumivu kila leo, ugomvi kila leo, wanakuuzi, wanakunenea uongo, wanakunenea ubaya, roho inazikika, ziki. Usiende mbali, ni dalili ya kurudi kwa Yesu. Na Yesu akasema, kama ninyi kanisa, niache sasa vya ndani, niache mtu binafsi, niende kwa kanisa, mwili wa Kristo wote. Ninyi wa Kristo wote, msitazamie watu wa dunia kuwapenda, msitazamie watu wa dunia kuwapigia mikono. Yesu alisema, kama walinipenda, na ninyi watawapenda. Kama walinichukia, na ninyi watawachukia. Twende tunasoma Biblia, Injili ya Yesu kama vile Yohana ameandika, sura 16. Turuke mstari wa 33. Injili ya Yesu Kristo kama vile Yohana ameandika. Tunasoma sura 16, tunaangalia mstari wa 33. Na isoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hayo nimewaambieni mupate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni munayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Hatuna oga, hatuna shaka. Hayo nimewaambieni mupate kuwa na amani ndani yenu. Tazama, saa ya kuja nayo imekwisha kuja. Niko kwa aya 32, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao, na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Yesu anasema, anaonyesha mfano, vile mliona muliniacha ni yote mkatawanyika, vivyo hivyo ingali siku na nyinyi mtapata ile shida. Ngali mtapata ile shida. Lakini mimi nimewaarifu mbele ya wakati, msiogope. Ulimwenguni munayo dhiki. Kanisa la Bwana mnisikilize, hatuwezi pata amani katika hii dunia. Hatuna amani katika dunia. Ninyi ambao mko mnatazama, tulale na amani, tuamke na amani, tushinde na amani. Dunia hii sio kwetu. Wana dunia ndio watapata amani katika dunia yao, lakini sisi hatutapata amani katika hii dunia. Mbona kuna mfano inakuja kwangu, niwaeleze, niwaambie. Sisi kanisa tunakemea mapepo. Sisi kanisa tunavuruga vikao vya wachawi, tunavuruga vikao vya walozi. Usiku tunasema tunavuruga vikao vya, tunaharibu vya kwa, tunangoa, tunabomoa. Wanaloga huyu mtu anakuja kanisani, tunamwombea anafunguliwa. Walikatala huyu asizae, anakuja kanisani, tunamweka mikononi mwa Mungu, anafunguliwa, anazaa. Walisema huyu afe, tunamwombea, anapata maisha. Mnawaza dunia itakubali kweli? Mnawaza dunia itatuheshimu kweli? Mnawaza shetani atakuwa na amani na sisi kweli? Kila siku itwayo leo, muelewe kama Bukristu ni kutangaza vita na shetani. Ile wakati unaokoka, unaamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ujue kama pale unatangaza vita na shetani. Kwa mfano, saa hizi niko hapa, niko na wafundisha. Ninajua neno hili mpaka pale Kristo atarudia. Kila benye watakuwa wanakilikia ukonti yetu, wanafuata neno hili, linawabadilisha, linawageuza, linawaumba upya. Shetani hawezi furahi na aliyelitoa. Shetani hawezi furahi na aliyelitoa. Kuna wakati mwingine ninawaonya watumishi wenzangu, hata nao watumishi wetu tunakuwa nao kwa hii plateau, nao nawaambia, wapendwa katika Kristo Yesu, msitazamie kupata amani na dunia. Mkwe mnajua ile siku maombi yetu inavurugaka, inaharibu, inaangamiza. Na mjue kama kila leo ibilisi atatuvuruga, atatufuatilia, atatufuata. Dunia si kwetu. Lakini nina neno nzuri. Lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Tunatembea ndani ya ushindi. Haijalishi dhiki ambayo kanisa litapata, kanisa haliwezi kushinda.
il y a ce qu'on appelle l'invincibilité de l'église. L'invincibilité de l'église. En d'autres termes, l'église est invincible. Pourquoi l'église est invincible? Kwa sababu aliyelijenga iko invincible. Tukisema invincibility ya eglise manake tunamaanisha kutokushindwa kwa kanisa. Haleluya. Jésus Christ est invincible. Na sasa tunamwamini ile invincibility yake inaingia ndani mwetu. Kuona yeye hakushindwaka na dunia malgré dhiki, malgré matabu, malgré shida, na sisi amefanya kanisa liwe invincible. Na sisi ndio kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi ndio kanisa. Ametupatia ahadi, amesema jipeni moyo. Tutajipa moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Kristo iko invincible. Dunia iliwinda izimishe ahadi ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini ile ahadi ilikuwa na invincibility, ilikuwa na kutokushindwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikingali katika lile neno, ninataka tusome Matendo ya Mitume sura yake ya 14 na aya yake ya 22. Ndasoma mishairi mirefu hapa ili wadhihirishie kwamba mateso ni chakula chetu. Mimi natumia kiperube ya mbaya. Wakristo wenye kunifuata, muelewe mateso ni chakula chetu. Mateso ni lazima kwetu. Mateso ni sehemu moja ya mwenendo wa imani yetu. Mubukristo yako ikikutana hamuna mateso, elewa haujaingia katika mwendo uelekeao mbinguni. Kila wale wenye miguu yao ilishaka kanyaga barabara ya kwenda mbinguni, wanakanyaga miba, wanakanyaga mateso. Bahari ya Shamu inawasubiri. Hawaingii Kanani bila bahari ya Shamu. Hawaingie Kanani bila kupita jangwani. Na hawapite jangwani kama wenye wanapita Kanani. Wanapita jangwani hamna maji, wanapita jangwani jua kali, wanapita jangwani hamna chakula, wanapita jangwani inge iko. Lakini Yesu ametuambia nimeshinda na ninyi mtashinda. Matendo ya Mitume 14:22. Matendo ya Mitume sura zake zile 14, na tunaweza kusoma mstari wake wa 22. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba mtie macho pale wasomaji wenzangu nyumbani. Wenye uko nasoma nyumbani, hapa siko mimi mwenyewe, niko na Papa Boroto hapa, niko na Papa Msenge hapa, niko na Papa Babashuza hapa, niko na media yetu hapa. Tuweke macho hapo mzuri. Wakifanya roho za wanafunzi wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani. Neno la kufuata, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki nyingi. Imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Haiko dhiki kidogo, dhiki nyingi. Wakristo wenye kunifuata, mulio mbali, mulio karibu, utakapoona dhiki inasuka katika makanisa, elewa mlango wazi ya kuingia mbinguni inakuja. Ufalme wa mbinguni hatuingia amo kielele mama. Ufalme wa mbinguni hatuingia amo tuko tunabalanse mikono. Tunaingia kwa kutambaa. Tunaingia kwa kutembelea kutumbo. Matope ya ile safari na tutwanga chini, hatubaki chini. Haleluya. Majaribu inatutwanga chini, hatubaki chini. Jaribu zinatutwanga chini, hatuitiki. Zinatuacha kwa vidonda. Jiulizeni, wakati Ufunuo inasema Yohana akaona kitambaa katika mkono wa Mungu akipanguza machozi yote tuliolia. Sasa ninyi watu wakisema tu banafurahia tu kupanguza machozi. Mimi hawajiulizi mbele ulie ni nini ilikuja? Si niziki. Maana yake ipo kofi tulipigwa. Maana yake iko fimbo tulipigwa. Maana yake tulianguka. Kuanguka pale haiko kuanguka dhambini. Lakini ibilisi kutukata majido chini. Sasa tunatoka na vilonda. Tunatoka na vilonda, lakini harukumbaru soka rusikirio mzimu amiru. Na tunaendelea na safari yetu ya kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Paulo anasema kwa safari yao ya pili
mambo yenye haiko Paulo, lakini Luka ambaye ni mwandishi wa Matendo ya Mitume anatupa maelezo. Anasema kwa safari yetu ya pili tulienda, tuko tunapita kwa makanisa, tuko tunaimarisha roho za wale walioamini, tuko tunaziimarisha. Haleluya, tuko tunaziimarisha, tuko tunawaambia hatukuamini Yesu ndio tupate manguo na viatu na vyakula, hatukuamini Yesu ndio tuwe na raha kanisani. Wako bana waimarisha, wako wanawaambia na ni kwa dhiki kubwa tutaenda mbinguni. Hatuingie mbinguni hivi hivi. Hata Yesu mwenyewe alisema Mathayo 6:33, ufalme wa mbinguni ni kwa nguvu unapatikana, na wenye nguvu ndio watauteka. Kumbe kuingia mbinguni mulugha ya mama yangu kulikufuka. Umusimu wa kwebyo kwida ona mwebyo kwida. Maana yake ni vita. Zambi mnapikana nayo, zinataka zikushinde, unazishinda. Majaribu mnapikana nayo, inakuweka chini unasimama, inakutupa chini unasimama. Napenda neno la Mungu linasema tunatwangwa chini lakini hatubaki chini. Haleluya. Tunawekwa chini lakini hatubaki chini. Tunasimama tena na nguvu za ule aliyeshinda. Ile invincibility ya kanisa inatusindikiza. Ule kutokushindwa kwa Kristo kunatusindikiza. Kwa dhiki kubwa tutaenda mbinguni. Si ya kuacha bado. Ukisoma neno la Mungu Mathayo 5:10. Neno hapana, mbele nisome pale. Warumi 5:3. Warumi 5:3. Tusome mimi na wewe pale tuone neno la Mungu linasema nini. Warumi 5 na mstari wake wa 3. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Haleluya. Paulo anaambia Warumi, msinungunike mkiteseka katika kanisa. Mkwe mnajua sababu mnapata mateso mkanisa, kazi yake inakuya kubankuraje. Inakuya kubankuraje. Niko napenda nieleze lile neno niliwaambia. Dhiki, mateso, majaribu ni sehemu ya mwendo wetu wa safari ya imani. Ni sehemu ya mwendo wetu wa Ukristo. Ukikutana na mateso, baba Shuza Msenge, rafiki yangu Boroto hapa, watazamaji wenye mko mnanifuata nchi ya mbali, Wakristo wanayote wenye mko mnanifuata, wapendelevu wa kipindi mko mnanifuata, mateso ile yenye uko nayo ni sehemu ya safari yako ya kwenda mbinguni. Ni sehemu ya Ukristo wako. Usimpatie ibilisi nafasi. Ukomprendre ile mateso, uelewa hakuna shida. Hii nayo ni chapitre ya kuru yenye tunasoma ya kwenda mbinguni. Haleluya. Acha nisome neno la Mungu fasi nyingine. Tukisoma Mathayo 5:10. Mathayo sura yake ya 5 tunaweza kuangalia aya yake ya 10, tuone Biblia neno la Mungu inasema namna gani. Mathayo sura yake ya 5 na aya yake ya 10, ninaisoma katika jina la Yesu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Haleluya. Wale wenye wanauziwa kwa ajili ya haki, itafika siku moja watatuuzi juu ya haki, watatutesa juu ya haki. Jusi tunatangaza haki katika dunia hii ya mabaya, dunia itatuinukia, dunia itatusumbua, dunia itatutesa. Hiyo ni dalili, hiyo ni alama ya siku za mwisho. Biblia inatuambia, Paulo anatutia moyo kwa habari ya ziki zile. Hayo sio Paulo, lakini ni Yesu Kristo mwenyewe kwa mafundisho yake mlimani, na anaambia wanafunzi wake, heri watakapowaudhi juu ya haki, maana wale wenye wanaudhiwa juu ya haki, ufalme wa mbinguni ni wao. Jina la Bwana libarikiwe. Acha tusome tena neno la Mungu pamoja na wewe. Tusome wapi hapa? Tusome Timotheo wa pili sura 3 aya ya 12. Naamini kwamba maneno haya haikusumbui. Timotheo wa pili. Ndio. Timotheo wa pili sura zake ngapi? Sura zake 3. Tunasoma mstari wake. Timotheo wa pili sura zake 3. Tunasoma mstari wake wa 12. Ninausoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Mkristo anayote, Mkristo mwenye uko unanisikiliza, kama wewe unapenda upate amani mwa hii dunia,
fanya dhambi, watakupigia mikono. Fanya dhambi, wenye dhambi watakupenda. Shetani atakufuata wa siku nani? Atakusumbua kwa nini? Siku kudepo yake. Lakini Biblia ilishaka prevoir kila kitu chochote. Mateso yetu kanisani ni alama ya kutuambia tuko wataua. Wataua maana yake watakatifu. Watu ambao wamejiepusha dhambi, watu ambao wamekataa ubaya. Kila yeyote ambaye amekataa ubaya kanisani, chunga vita. Mkristo, ninakutangazia leo, hiyo ni alama ya kukuambia ninaishi siku za mwisho. Wakristo wa siku za mwisho wenye watapenda wawe na amani, watazini, wataiba, wataloga, watafanya uvuguvugu, watafanya dhambi. Ukiingia mwa ile maisha ya Luyenge ya vile, hata ubakie mkanisa hauna mateso. Hauna mateso, hauna shida, hauna problemu. Na bakikuya kutukata vichwa, sutapitia mikono juu unasema, mimi wa watu nilikuya tu. Me watakatifu wa Mungu wajiatandere kwa mateso. Na nianze aya hii ya 10 wa Timotheo wa pili sura 3. Nianze aya ya 10. Nisome katika jina la Yesu. Bali wewe umeyafuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na upendo na saburi, tena na adha zangu na mateso. Paulo naye aliteseka sawa sawa na wengine. Mambo yaliyonipata katika Antiokia, katika Ikonio, katika Listra, kila namna ya adha niliyoistahimili, naye Bwana aliniokoa katika hayo yote. Haleluya. Paulo hakupata tabu siku moja. Paulo hakupata dhiki fasi moja. Anataja kwa kupita tume nafasi nyingi. Anasema, mwanangu Timotheo, unajua mateso ya injili nilipata mu Antiokia. Unajua nilipata mu Ikonio. Unajua nilipata mu Listra. Na kila namna ya adha yote iliyonipata nilistahimili. Maana yake nilivumilia. Maana yake nilitulia. Maana yake sikukataa kutumishi. Kama kutumikia Mungu njoo hii, mimi naachia hivi moyo hapa. Kama Bukristo njoo hivi, mimi naachia hivi moyo hapa. Kuna benye banasemaga ile, banapatia shetani nafasi. Banasahau kama ni dalili ya kurudi kwa Yesu. Mateso ya kanisa ni dalili ya kurudi kwa Yesu. Tuombe vingine, tuombe nguvu, tuombe uhodari, tuombe ushujaa, tuombe upako, tuombe uvumilivu, tuombe ustahimilivu. Mimi kusema tuombe dhiki ikome kanisani, haikomi. Ni dalili tutateseka mle ndani, tutasusuka. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utaua. Maana yake Paulo anasema nini? Haiko mimi peke tu ndio ndateseka. Na kila wenzangu nao wenye wataamini Yesu, nao waanze jua kama nao watafanya nini? Watateseka, watapata taabu. Kila wale wenye watajiabstenire na dhambi, wale wenye wataacha dhambi, wale wenye watapenda maombi, wanapenda wajazo, waanze jua dunia itabaendea yulu na chini, biabo vyote vikwe vinaharibika. Dunia itabaendea yulu na chini, na wajumbe na wachawi na balozi itabaendea yulu na chini, kushoto kulia, bateseke. Kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu ni mateso, watauziwa. Ninaamini hii sehemu ya kwanza katika dalili katika kanisa umelielewa. Dalili ya kwanza katika kanisa ni kuongezeka kwa mateso ya waamini. Dalili ya pili katika kanisa ambayo itatutangazia Kristo anakuja ni upendo wa wengi kukoa kanisa. Hili linauma sana. Mathayo sura zake 24 na aya yake ya 12. Mathayo sura zake 24 na aya yake ya 12. Na isoma katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Hapa katika dalili hii ya upendo wa wengi kupoa ambayo itatimia katika kanisa, nitaieleza kwa namna mbili. Namna ya kwanza, ninapenda nieleze kwanza upendo huu ambao utapoa ni upendo wa namna gani. Tunakuwa na upendo wa aina zifuatazo ambazo zinaweza kuwa 3.
na kuna ile ine ya kawaida. Biblia, neno la Mungu, inatuonyesha aina ya kwanza ya upendo. Kuna ile upendo ya kindugu, phileo. Ninakupenda kwa sababu wewe ni ndugu. Ninakupenda kwa sababu wewe tulitoka tumbo moja. Nakupenda kwa sababu wewe ni shangazi, wewe ni mjomba, wewe ni baba yangu, wewe ni mama yangu. Ile ndio upendo ya phileo. Ninakupenda kwa sababu tuko badamu hii moja. Upendo wa kindugu. Kuna aina, na nitawatangazia ndawaambia upendo hii nayo itakuwa. Kuna upendo ya aina ya pili ambayo wanaita eros. Upendo hii ya eros ni upendo ya bibi na bwana. Ni upendo ya ndoa. Ni upendo ambayo inareside kati ya bibi tu na bwana. Eros haiwezi kuwa kati ya mchungaji na Wakristo. Eros haiwezi kuwa kati ya baba na mama, kati ya baba na watoto, au ya mama na mtoto wake, au ya binti na baba yake, au ya kijana na mama yake, au kaka na dada yake, au ndugu na ndugu. Ikiingia inakuwa ni ile dalili ambayo inatimia yenyiko katika Warumi sura 1. Ukiangalia zile aya zake zinaonyesha jinsi ubaya utaongezeka. Upendo huu ni upendo yenye inaletwa na attirance. Unampenda juu ni bibi yako, anakupenda juu ni mume wako. Tungekuwa katika mafundisho ya makuple, wale ndio tungeifasiri zaidi. Inaitwa eros. Kuna upendo nyingine, ndiyo hii Biblia inasisitiza utakuwa. Ni upendo ambayo inaita agapeo. Upendo ya agapeo ni upendo ya kimungu. L'amour divin. Ni upendo ya kimungu. Ni upendo ambao Mungu anatupenda bila sababu. C'est l'amour qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est l'amour qu'on ne peut jamais dire que je t'aimerai si. Ni upendo ambayo inapenda mtu jinsi alivyo. Tukisoma katika Warumi, Biblia inasema Mungu alitupenda hata tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hatupendi tu juu tumeokoka, lakini Mungu alitupenda hata na tungali wenye dhambi. Ni upendo usiodai faida yoyote. Ni upendo ambayo Wakristo wanapendana sawa na amini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Upendo ya kimungu ndio upendo inaturejire katika kanisa. Upendo ya kimungu ndio upendo inatuunganisha pamoja. Ile unasikiaga tunaimba, utufunye pamoja kwa kamba ya upendo, Mungu. Ile kamba ya upendo ni upendo ya agapeo. Ni kupendana kanisani kama watu wa baba moja wa mbinguni. En d'autres termes, sa tunaokoka, sa tunaamini Yesu, sisi sote tunapata damu ya Goligota. Na ile damu ya Goligota inafukuza damu ya Kirega, damu ya Kinyarwanda, damu ya Kishi, damu ya mushi wa Kaziba, mushi wa Ninja, mushi wa Ngweshe, mushi wa Kabare, ya kutufanya huyu milatre, huyu sijui kasa, huyu mweusi huyu. Ile upendo ya kimungu, sasa tunaingia kanisani na tuambalishi bote katika sashe moja. Oh, jina la Bwana libarikiwe. Upendo huu ndio unasababisha sasa tunaingia kanisani, inatupa shibote damu moja, nayo ni damu ya Goligota. Inafanya kama vile wale wenye walitoka tumbo moja wanapendanaka, anapenda dada yake, anapenda baba, anapenda mama. Ile upendo inatupa damu ya Goligota, inasababisha sasa tunaingia kanisani, unanipenda sawa ndugu yako, unanipenda sawa kaka, na mimi nakupenda sawa mkubwa yangu. Unakutana tukiingia mule ulikuwa yatima, oh haleluya. Ule upendo inakusaulisha bo yatima. Uliingia mule wewe haukusoma, lakini sasa unakutana na wenzako, unakutana na wewe bana kukonsidere. Kule inje ulikuwa unajiona sawa vile hakuna mwanaweza kukusalimia. Labda una udhaifu fulani wa maisha, labda una udhaifu fulani wa pato. Sasa unaingia kanisani, ile upendo ya Ukristo inakusaulisha ulema wako, ulemavu wako. Inakusaulisha kama ukwage tena na baba, inakusaulisha kama ukwage tena na myomba. Inakupatia wakaka, inakupatia wadada, inakupatia wa ndugu. Sasa mnaikala mko mnazungumuza, unakuona kutana, ukipata kambuzi hautaima mwenzako. Ukikula chakula unasikia unamkumbuka. Jule upendo wa Goligota, jule upendo wa msalaba, jule upendo wa Mungu, jule upendo ya agapeo. Haleluya! Imewafanya wana wa baba moja, imewafanya kuwa na damu moja. Hii ndiyo upendo ambayo shetani ataipiganisha. Hii ndiyo ile dalili itaronye.
itaironye, itende na ikata ako, itende na ikata ako, itenda inaififiza, itende na ififiza. Upendo huu nini itaufifiza makanisani? Biblia inasema uovu. Uovu huu niliuenumere katika nukta chache. Uovu yenye itapunguza upendo wa kimungu katika makanisa. Ya kwanza ni fununu za sumu makanisani. Zile fununu za masumu zitasababisha wenye ungepatia utampatia tena. Zitasababisha mwenye anakupatia au chukui cha kwake, kwa sababu uko fununu za sumu makanisani. Ile efe ya kusikia mtu alikuwa na ubiri bali mtilia poazo mikrofoni. Mtu alikuwa na ubiri nyuma ya chakula walimpatia inamuua. Mchungaji anapoazo, mkristo anapoazo, mwa kanisa XY anaanza hapa anapoazo. Zile habari tunazikemea kwa sauti kubwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyekufa na akafufuka. Zishindwe kwa kanisa la Nayoti, zishindwe katika makanisa zetu, zishindwe kwa Selpa, zishindwe kwa makanisa yote ulimwenguni. Mungu awapatie neema wa Kristo. Zile habari zikome katika kanisa lenu. Utanipa alama na utaona kama tangu pale balianza sema habari za sumu mkanisa yenu, benye balikuwa banapana bakaacha, benye balikuwa banashiriki bengine bakaacha. Juzi na jana, nikisema juzi na jana inamaanisha miaka iliyopita, Wakristo walikuwa wanatembeleana, Wakristo walikuwa wanakesha nyumba za wenzao juu ya upendo. Lakini leo hawapani, leo hawasemeshani, leo hawasalimiani, wanaogopa fununu za sumu. Ubaya mwingine ambao uliongezeka kanisani ni fununu za kulogwa kanisani. Fununu za ulozi, fununu za kulogana. Unaona ule mtu bali tufunulia ni mlozi. Unaona ule mtu nilimulota vibaya. Unaona ule mama iko anaimba hawamsemee vizuri. Unaona ule baba usimuone vile mchawi ule, mlozi ule. Habari za ulozi zikiingia kanisani zitenda zinanyonya upendo wa kimungu. Zinaenda zinanyonya upendo wa kimungu. Fununu ya tatu ni fununu za uchonganishi. Fununu za uchonganishi. Shetani anachipua mbegu ndani ya wamama fulani, ndani ya vijana fulani, ndani ya Wakristo fulani. Anaona X na Y wanasemama moyo, wanapendana, wanashirikiana. Anaanza kukuambia ule alikusema hivi, ule alisema hivi, ule alisema hivi. Nitangaze katika jina la Yesu. Habari za shwe tunazikomesha kwa jina la Yesu makanisani. Hizo zinanyonya upendo wa kimungu. Hiyo ubaya wa kutetana, hiyo ubaya wa kuchonganishana sasa unaongezeka katika makanisa na upendo unapoa. Ukiona kanisa lenu mnakuwa habari nyingi za kusemeshana, za kuchongeshana, chongeana, usiende mbali, ni dalili. Hiyo haitimie nje, hiyo inatimia ndani. Hiyo inatimia ndani. Kuko habari zingine, habari zile ambazo za kuwaziana ubaya. Mtu anawazia mwenzio, mtu anawazia mwenzio, akimwangalia tu hivi anaanza kumwazia. Akimwangalia tu hivi anaanza kumwazia. Juu ya nini fulani hakunisalimia leo? Inawezekana hanipendi tena. Boro hakukusalimia, hakukuona. Boro labda alikupita, alikuwa mbio ndio maana maraba nyuma ya ibada, kwenye alienda mrenio ya watoto kumasomo, kuna vyenye alienda fanya. Kwa sababu ya hii hewa shetani ameingiza ya kuwaziana. Alikuwa ananiangalia hivi, mina zao na saa fulani anipende tena. Wakukuuliza juu ya nini amsemeshane tena fulani, ni kumwazia tu ubaya. Ni kumwazia tu. Hewa ya kuwaziana ikome katika makanisa. Kuna hewa nyingine ya ubaya yenye shetani alileta. Ni habari za kuogopana kwa Wakristo. Unakutana ile attirance yenye Mungu alikuwa naweka katikati ya makanisa. Sasa uliingia mkanisa unasikia uko himufutu. Haleluya. Uko himufutu. Uko kakitu kekako saa simako. Kenye saa unaingia kako kana buje katikati yenu, kana nikokota karibu na rafiki yangu hapa bwana Boroto. Kengine kana bulula bwana Msenge hivi karibu yangu. Kengine kana bulula baba Shuza karibu yangu. Kana bulula hapa ba media wenzangu wenye wako karibu yangu. Kulikuwa ile hewa ya upendo wa kimungu. Ile agapeo mu intervale ya Wakristo ilikuwa ni mfano ya Asmako. Iko inawabulula. Leo mtu anaanza ingia mkanisa na anaikala pembeni ya mwenzake, niko na kaboka. Niko na muogopa kama huyu papa, isiko papa kwa mdoso, huyu mama
huyu mama. Ile habari ya kuwaziana inazala ubaya mwingine, uga wa kwanza ukopana. Unasikia roho wa Mungu anakusukuma bebea huyu mama nguo. Peko ukopana unasema isikia hata ichoma, isikia hata ivala. Unasikia roho inakusukuma, ningesaidia huyu mtu na chakula. Lakini nikimpatia chakula tu nikikuwa mluma, hatakuwa sema kama habatasema mimi ndio nilimpatia poazo. Ule sababu lienda unaingia ndani ya kanisa. Sababu lienda unajipenyeza ndani ya makanisa, upendo wa wengi ikaenda inapoa. Ninashindwa labda kusema kwa lugha ili uelewe kama ninakupa ujumbe leo. Utaangalia kama katika ya hii ambayo ninahitaja hapa juu, utakutana kama iko mojawapo ilituma upendo ulikuwa nayo kanisani imekupungukia. Huenda upendo yako imepungua juu ya fununu za sumu. Upendo yako ikapunguka juu ya fununu za ulozi mkanisa yenu. Upendo yako ikafunguka juu ya kuchonganishana. Shetani alichipua chuki bila msingi. Chuki bila msingi. No zetu unaanza sikia mwenzako unamchukia. Mimi kikuuliza juu ya nini usemeshe tena ule papa. Unasikia tu moyo bana haya banasema mimi sijisikiage tena. Mimi sijisikiage tena. Mkristo mwenzangu, haujisikiage tena kunisalimia kwa nini? Ulisikia neno juu yangu. Mimi sijisikiage tena. Mimi naanza sikia tu ule papa simkaribie ule mama. Ni chuki yenye shetani alichipua bila msingi. Ili akutenganishe ndugu na ndugu, ili atenganishe rafiki na rafiki, ili atenganishe Mkristo na Mkristo na kadhalika. Hewa ya kuwaziana je haiko ndio ilitumaga? Hewa ya kuogopana je haiko ndio ilitumaga? Upendo imeisha ndani mwako. Nimalize hii sehemu ili kwa dakika chache nifundishe dalili ya tatu ambayo itatimia katika kanisa. Dalili ya kwanza ambayo itatimia katika kanisa ni juu ya mateso ya wateule. Dalili ya pili ambayo inatuhusu sisi wa Kristo itatimia ndani ya kanisa, nayo ni upendo wa Wakristo kupoa. Mungu atusaidie. Kuna jambo lingine ambalo litapowesha upendo ya Wakristo na siwezi lipita kwa inapersi. Ni ubaguzi wa ukabila. Makanisa mengi leo wanawaza wanapendana kumbe wapendana. Mchungaji wa ile kabila, wazee 10 kabila moja, presida wa ile korale kabila moja. Na wametoka sasa makabila leo. Juzi na jana ilikuwa labda ni kanisa ya Bamushi. Juzi na jana labda ilikuwa kanisa ya Bareke. Juzi na jana ilikuwa labda kanisa sijui ya Banani. Na leo sasa ni Bamushi. Ni Bamushi banajibagua mo bakabari. Banajibagua mo sasa Baninji. Banajibagua mo bakaziba. Banajibagua Baluhinja, Baburinyi, kuhesabia uchoka. Mesa unakutana bale Baburinyi, saba naingia tena pamoja na wanasema shini bakarala. Sijui kama ni ba Mulambi. Bale bangweshe nabo saba najiingia wanasema shini ba grupima ya Burali. Na shini ba Kanyol, shini ba Luchiga, shini ba pole kwenu, shini ba Ikoma, sijui ni ba Walungu, ba Jeherano, pole sana kwenu. Nakutana hapa benye balijiingia pamoja na balianza inisa yao ya kaziba. Kwa mwisho wanasema hii ni bazibaziba ya Mchingwa, hii ni bazibaziba ya Ifo, hii ni bazibaziba ya Chibanda, hii ni bazibaziba sijui ya wapi. Na kwenda. Unaenda kutana wale wa Luhinja, hii ni bazibaziba sijui ya Lubanda. Haiko bazibaziba ba Luhinja ba Lubanda. Bengine hii ni ba sijui kama baba Chiburi, sijui hii ni ba wapi, ba Ifendula. Pole sana kwetu. Pole sana kwetu. Ubaguzi utatawala makanisani. Na saa ile inatawala inanyonya upendo. Sasa mnaona vile msaenda mbali. Ile haiko inchi. Utakutana wapolitisia wanagongana midi 13 wanapatana. Memo makanisa hapo inabakia chuki yenye inaandikwa na kalamu ya risasi. Yenye hataondoaka. Ubaguzi. Ubaguzi huu utaingia makanisani bila kujali kazi ya msalaba na matokeo yake kulingana na Waefeso sura 2 mstari wa 11 mpaka 12. Tusome pale. Ningali na dakika zangu, siogopi. Waefeso sura zake 2, tuone mstari wake ya 11 na tunaweza kusoma marefu pale kidogo, lakini ninaweza kuachia katikati ili wewe mwenyewe na unaweza kuendelea nyumbani. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mliokuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaotahiriwa,
waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamuna Kristo, mumefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamuna tumaini, hamuna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mumekuwa karibu kwa damu yake Kristo Yesu. Hii ni kazi ya msalaba na matokeo yake. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Hii ni kazi ya msalaba na matokeo yake. Naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba. Haleluya! Akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Uko nasikia ile neno mmoja iko inarudia. Neno lenye linafuata ni nzuri, linasema hivi: basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Ninapenda maneno haya yenye inafuata. Nayo ni maneno gani? Nayo inasema hivi: mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Haleluya! Hii ndiyo matunda na matokeo ya msalaba. Wale ambao walikuwa wawili akawafanya mmoja, wale ambao walikuwa kushoto, kulia, mbele, nyuma, juu, kwa njia ya msalaba, wenye walikuwa noro, side, ese, ueste. Haleluya! Sote ametuleta, ametufanya mmoja. Wale waliokuwa wawili inamaanisha Myahudi na mtaifa, akatufanya mmoja. Sasa neno la Mungu kwa Waefeso, neno la Mungu kwa Waefeso, ninawaza ni ile sura ya 4. Nisome mimi na wewe tuone. Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4 mstari wake wa kwanza tufike mstari wake wa 6. Niko nataka nisome maneno itanipeleka kumaliza kipindi hiki. Nayo ni gani? Efeso 4:1. Kwa hiyo na wasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Haleluya! Mungu anatuonya leo, anasema kwa aya ya 3, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja, haleluya, roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote, katika yote na ndani ya yote. Haleluya! Sisi wote tuliokoka, Mungu anawaonya leo ninyi ambao dalili imenyonya upendo ndani mwenu. Niliwaambia tutaishi katika siku za mwisho, lakini hatutaishi kama watu wa siku za mwisho. Tutaishi katika siku za mwisho, lakini tofauti na tabia za siku za mwisho. Tutaishi kanisani katika siku za mwisho, lakini tutahifadhi umoja wetu katika upendo. Ipo mambo 7 ambayo ninamaliza nayo hapa. Inasema namna gani? Mwili mmoja, roho mmoja, tumaini moja, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Haleluya! Kanisani tu ndio tunaweza pata mambo haya 7. Hatuwezi ipata nje ya kanisa. Tumunyime ibilisi mlango ambaye kwa nataka kanisa letu alinyang'anya upendo, ili dalili hii ipate kutimia. Dalili hii tusikubali itimie kanisani, tusikubali itimie kwao, tusikubali itimie kwako. Acha ipate wengine, mwewe hapana. Hakikisha ukiingia kanisani unakuwa mwili mmoja na ule mwenye ulikutana. Usimwangalie kusura, usiangalie ni murega, ni mubembe, ni mushi wa wapi. Elewa muko mwili mmoja.
Mwili mmoja maana yake kanisa, eklesia. Mmekuwa mwili wa Kristo ninyi nyote. Haleluya. Mwili mmoja inamaanisha wewe ni sikio, yeye ni jicho, wewe ni mguu, yeye ni mkono, wewe ni mgongo, yeye sijui ni nini, na hakuna siku mwili inafanya vita. Wakorintho wa kwanza 12:25, ili kusiwe mafarakano katika mwili, bali viungo vitunzani, kila kiungo na mwenzake. Oh, haleluya. Mwili mmoja kanisa na roho mmoja. Je, wewe unakuwa na roho wako mwana kujazaga? Si wote tuko na roho moyo wa Kipentekoste, Roho Mtakatifu, roho mmoja. Biblia inasema na tumaini moja. Tumaini letu sote ni moja. Mnalijua wasikilizaji, mnalijua watazamaji, ni kwenda mbinguni. Hatuna tumaini mbili. Kama mnaona mimi ninaitika kuikala mwa hii kanisa mwa hii usiku, haujui mchana nilishafanya kazi ngapi. Haujui huyu baba tunaikala naye, hawa wote tuko nao hapa. Kwa nini wanakuja humu kanisani saa ya usiku? Hata na wewe Mungu akubariki mwenye unaikala kumeza ukiti saa huko unanifuata. Ni juu ya tumaini moja ya kwenda mbinguni. Tumaini letu ni moja, twende mbinguni. Hatuna tumaini moja, tuna Bwana mmoja. Mwenye aliniokoa ndio aliokoaga Papa Boroto. Mwaliniokoa ndio aliokoaga Papa Msenge. Mwaliniokoa ndio aliokoa Papa Baralibiru. Ndio aliokoa Eli. Ndio aliokoa Josue. Ndio aliokoa Bahati. Ndio aliokoa Dani. Ndio aliokoa David Leroy. Ndio alituokoa Shibote. Haleluya. Tuna Bwana mmoja. Tusitike ibilisi kunyonya upendo wetu kanisani mwetu. Hatuna babwana wawili, tuko na Bwana mmoja. Biblia inasema hatuna Bwana mmoja tu, tuna imani moja. Haleluya. Tuna imani moja Shibote. Imani na babu yetu wa imani ni mmoja, anaitwa Ibrahimu. Na misingi ya imani yetu Shibote ni moja. Inanyonya kufa na kufufuka kwa Yesu. Inajenga juu ya msingi wa mitume na manabii. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Isitoshe, hatuko tu na ile imani moja na ubatizo mmoja. Shibote tumebatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tukazamishwa ndani ya maji mengi. Ina maana sote tumeungwa na mauti ya Kristo na sote tumeungwa na uwezo wa ufufuo wa Yesu. Wakisema ubatizo mmoja inamaanisha Shibote tumezikwa pamoja na Kristo na Shibote tumefufuka pamoja na Kristo. Oh, haleluya. Niko na fasiri hii kuambia tusikubali shetani atimize dalili kwa njia yako. Acha itimize kwa mwingine, isimie kwako. Kanisa la Nayoti ninawaombeeni muwe katika siku za mwisho, lakini msiishi kama watu wa siku za mwisho. Rudieni upendo wenu wa kwanza. Kumbukeni jinsi mlivyopendana. Nini imetuma hampendani tena? Nini inatuma unawaziana? Kuna mwenye alikuchonganisha na X na Y. Kuna boga ilikuingia hapo kaanza niogopa na kuniwazia japo sina shida na wewe. Kuna shetani alienda kuchonganisha mimi na ule na wewe. Tarehe ya leo ujumbe inakuja kwa hii platform inakuambia kumbuka upendo wako wa kwanza. Haleluya. Usikubali dalili hii itimie. Ubatizo mmoja, lakini Biblia inasema Mungu mmoja. Naye ni Baba wa wote, katika wote, ndani ya yote na juu ya yote. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu awabariki wasikilizaji wangu wote ambao mlionisikiliza tarehe ya leo. Ilikuwa kipindi mtajua kweli na kweli itaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itaweka huru inaletwa na mchungaji Mwira Mugula Robere wa kanisa la Sengemselpa Nayoti. Sengemselpa Nayoti inapatikana katika jimbo la Sud Kivu, katika mji wa Bukavu, katika nchi ya Kongo. Neno hili ambalo tuko tunalifunza ni juu ya siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Tayari tulishafika nukta juu ya dalili, na dalili tunazigawanya katika sehemu 5 kubwa. Tulishakuwa sasa kwa sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza ya dalili ni dalili zile za kiroho, na sehemu yake ya pili ni dalili katika kanisa. Dalili katika kanisa kuna ile aina yake ya kwanza ni mateso ya Wakristo kuongezeka, na dalili ya pili katika kanisa ambayo ni upendo wa wengi kupoa, na dalili yake ya tatu niliwaambia Wakristo katika Bwana kwamba nayo ipo, na ya ine nayo ipo. Sihitaji, ninaiacha ili kwamba ujue ni pale tutaanza kwa siku zitakazokuja.
Nayo ya tatu hata hivyo ni kuhubiriwa kwa Injili, na ya nne ukengefu wa kanisa. Haya mawili ndiyo nitaifundisha kwa sehemu yetu. Ninawaza itakuwa sehemu sasa ya nne, kwa sababu leo ni sehemu yetu. Nadhani hii ni sehemu sasa ya leo, ni sehemu yetu ya nne. Sehemu itakayokuja ambayo nitafundisha dalili ya kuhubiriwa kwa Injili mahali pote na ukengeuka kwa kanisa itakuwa ni sehemu sasa ya 5 katika hii fundisho letu. Mungu awabariki, Mungu awe pamoja na ninyi. Acha kwamba nilete shukrani mbele zenu ninyi nyote ambao mlionifuata tarehe ya leo, nikianza kwanza na hawa ambao Mungu aliwapa neema, waliacha usingizi wao, wamekuja waniunge mkono pamoja na ninyi. Ninasema Papa Boroto, Mungu akubariki. Ninasema Papa Msenge, Mungu akubariki. Ninasema Papa Barali, Mungu akubariki. Kaka Elia, Mungu akubariki. Kaka Jojo, Mungu akubariki. Kaka Bahati, Mungu akubariki. Kaka Dani, Mungu akubariki. Kaka Davide, Mungu akubariki. Ninyi nyote ambao mlitufuata leo kwa hili somo, ninajua tunataka kufanya maombi, lakini muko wengi sana ambao mliotufuata. Dada Matunda Alice, Dada Alice Muka, Mungu akubariki sana kwa namna umetufuata. Papa Karle Kashale pale kwa Avenue du Gouverneur ulitufuata, Mungu akubariki sana. Papa Pasifike Baronyi pale kwenye raita wapi hapa kama Ortea, basi niseme vile Kanza Ire, Mungu akubariki. Pascale Chubaka Lela, Mungu akubariki kwa kutufuata. Edmondo Edgar, Mungu akubariki kwa kutufuata mahali uliko. Furaha Mpenda, Mungu akubariki pale kwa unatufuata na jamaa kwenye Avenue George Defoe. Nasirite, Mungu akubariki kwa kutufuata, mubarikiwe. Mubarikiwe sana Papa Fidele bya Mungu ukiwa Kolwezi unatufuata huko Lwalaba, Mungu akubariki. Mama Safi Masonga, Mungu akubariki pamoja na rafiki yangu Josue, mubarikiwe pale nyumbani. Ombeni Chiza kwenye Kanza Ire, Mungu akubariki mama kunifuata na jamaa letu lote pale nyumbani. Papa Mitugasha, ubarikiwe sana kwa kutusikiliza na kufuata neno la Mungu. Antoka Nwamulume, ubarikiwe sana, Mungu akubariki kwa kutufuata. Mungu awe pamoja na ninyi nyote. Ninaona kwamba mlikuwa wengi. Engineer Ndagano, Mungu akubariki sana kwa kutufuata. Edouard Batumike Deba, ubarikiwe sana na Bwana. Wapendwa, saa zangu zinakatala, kama sitaji jina lako usifadhaike, kwa sababu muda wetu unayoyoma, lakini ninaona kama mlitufuata, mlitusikiliza wengi. Mungu awabariki sana. Kama vile nilivyosema, ilikuwa kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru, ambayo inawafundisha juu ya siku za mwisho na matokeo yake. Ninawaombeeni muwe wasikilizaji na muwe watendaji wa neno la Mungu. Mungu awabariki. Acha niwaombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninajiunga pamoja na watumishi ambao tunakuwa madhabahuni pako, tukiwaombea hao wasikilizaji wetu wote ambao walitufuata leo. Baba, mama, kaka, dada ambaye ametufuata akiwa mbali, akiwa karibu, huyu ametufuata leo, huyu atatufuata kesho, huyu atatufuata kesho yake, huyu atatufuata nyuma ya hapa. Ewe Mungu, neno lako libaki na uvuvio, neno lako libaki na upako, neno lako libaki na nguvu, ikizungumza na wao, kuwaonya na kuwashauri. Ewe Mungu, wasaidie. Dalili ya kwanza katika kanisa ya mateso, hawa wote walio na dhiki, hao wote walio na taabu, hao wote ambao wana vikwazo katika imani kila leo, watie moyo mkuu, wapate kushinda kama vile ulivyoshinda. Wajue kwamba dhiki ni sehemu ya maisha yao ya imani, lakini wasishindwe kama vile Mathayo 24:13 kwamba watakaovumilia hata mwisho ndio wataokoka. Wape mwisho mzuri hao, wavumilie katika taabu na dhiki zao, ili siku ya wokovu kamili wakuone. Kama vile upendo wengi utapoa, acha wa wengi upowe, lakini wa huyu msikilizaji wangu usipowe. Isipowe katika makanisa za Pentekoste, isipowe katika makanisa zote zinazohitaji jina lako. Saidia huyu baba mama, yeye hata hivyo akonserve misingi ya upendo wa agapeo, apende bila faida yoyote, bila kudai chochote. Asante Mungu, maana utaifanya. Wana wako ninawabariki, wana wako ninaombea neno hili ibaki katika mioyo yao ukiongea, kwa jina la Yesu, amina.
Mungu awabariki wasikilizaji wangu. Mungu awe pamoja na ninyi. Mungu awaongoze. Maneno haya ambayo unaisikia leo, usisahau kuifuata kila mara. Lakini ninakusihi kuipartager katika grupe zingine. Lakini pia na kwa watu binafsi. Utakuwa umenisaidia kutangaza injili kwenye singefika. Utakuwa umesaidia injili ya Kristo kuenea ulimwenguni mote. Usipuuzie, maana walimwengu leo mtandao wanaoambahire na mambo mabaya. Na wewe pima kupartage maneno haya kwa wengine ili nafsi moyo ipate kuokoka. Mungu abariki media yetu. Mungu abariki wa baba. Mungu abariki wa Kristo wanayote. Mungu abariki wapendwa watazamaji mlio katika nchi za mbali, katika provinsi za mbali. Mubarikiwe katika jina la Yesu. Amina.